Naitwa Mariam Pius Wambura, ni diwani viti maalum ninayetokana na hii kata ya Nkende. Nimefurahishwa sana na nimefurahi ninyi kama waandishi wa habari tutembelea katika kata ya Nkende, hususani katika shule hii ya Komote. Kwa kweli ni jambo zuri na la kupendeza sana na la kuigwa. Na niseme tu ni jambo la mfano. Hivyo mimi kama diwani nimefurahishwa na nimefurahi na utendaji kazi wenu ambao mnaendelea nao katika wilaya yetu ya Tarime. Binafsi mimi niwapongeze sana ninyi kama waandishi wa habari. Tunaona juhudi zenu za kazi mnazozifanya katika halmashauri yetu ya mji. Kwa hiyo ninawatumia nafasi hii ya kipekee sana kuwapongeza na nawaombeni msiishie hapo, bali iwe ni endelevu. Kama tulivyopanda miti katika shule hii ya Komote, basi tuendelee kufanya hivyo majumbani kwetu na sehemu mbalimbali ambayo imetuzunguka. Siishie hapo, bali iwe ni zoezi endelevu kama alivyoongea mwenyekiti wenu wa waandishi wa habari. Nawapongeza sana, sitakuwa na mengi sana. Namkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Mwalimu Suzana Crispo Rege, mwalimu mkuu shule ya msingi Komote, pamoja na wawakilishi wote walioambatana na mgeni rasmi. Tunamshukuru Mungu kwa kuchagua shule ya msingi Komote kuwa shule ya mfano kwa ajili ya kuweza kuhitimisha wiki hii ya waandishi wa habari kwa kupanda miche mingi ya matunda ambayo itatusaidia watoto pamoja na walimu kupata vivuli na vile kuweza kupata lishe ya vitamin C. Mwenyezi Mungu awabariki waandishi wote wa habari katika halmashauri ya mji Tarime pamoja na halmashauri ya mji wilaya kwa kutembelea shule hii ambayo ipo katika kata ya Nkende katika wilaya ya Tarime mji. Nashukuru sana mheshimiwa, karibu sana na Mwenyezi Mungu akubariki unapoendelea kutimiza wajibu wako wa kitaifa. Mheshimiwa diwani, wakilishi wa mkurugenzi, mkuu wa shule na waandishi wa habari, tumsifu Yesu Kristo. Yesu asifiwe. Pekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo kwa kuniona mimi nafaa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili kubwa la waandishi wa habari wilaya ya Tarime, na limefanyikia katika shule ya msingi Komote. Namshukuru sana Mungu. Mimi nilipata mwaliko kutoka kwa mwenyekiti wenu. Alikuja katani akaniomba niweze kushiriki na nyie na nikamkubalia, na leo tumefika kushiriki zoezi zuri la kupanda miti. Ya wakati nakuja kuna salamu za mkuu wa wilaya. Amesema anatambua sana hiki chombo na anatambua hili zoezi linaloendelea leo hapa, lakini pia hata mkoa unalitambua hili zoezi linalofanyika katika shule hii ya msingi Komote. Kwa mimi niwashukuru sana waandishi wa habari. Anasema anatambua uwepo na umuhimu wenu wa vyombo vya habari katika wilaya ya Tarime. Bila nyie mambo mengi yasingekuwa yanafika katika jamii, na anataka ashiriki. Kwa hiyo mimi niendelee kuwashukuru, na sio hao baadhi, niwakaribishe wote ndani ya kata yetu ya Matongo. Tuendelee kushirikiana na kurusha habari ili watu waijue kata ya Matongo iko wapi na Nyamongo na wilaya ya Tarime. Bila nyie Tarime isingejulikana wala vitu visingejulikana vya huku. Mimi najua Tarime ni wilaya ya amani na upendo. Lakini mambo yanayotoka huko, mtu anasema sijui sasa unaingia Tarime sijui unafanya nini. Hapana. Kwa kushirikiana na nyie vyombo vya habari, sisi tunaishi kwa upendo na amani. Na ndio maana unaona wilaya yetu imetulia, mkuu wa wilaya yuko vizuri, mkuu wa mkoa yuko vizuri. Tuendelee kuchapa kazi. Kwa hiyo hili amesema mkuu wa wilaya ataendelea kushirikiana na nyie kuhakikisha uhuru wenu unapatikana na thamani yenu na umuhimu wenu uwepo katika jamii, ujulikane kuwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika jamii. Mimi sitakuwa na mengi sana, nikushukuru sana mwenyekiti. Maana tumeshirikiana mwanzoni, ulikuja katani ukaniomba, na sasa hivi umesema kuna upungufu pia wa thamani za ofisi. Kwa nikuombe kesho utanipigia simu pia nitawachangia shilingi milioni 1 nyingine tena. Niwashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki.